Yes, hata mtu ambaye yuko mkoani anaweza akakushauri, kwa sababu wewe uko zako mjini, lakini hujui kuhusu kilimo, hujui kuhusu ufugaji. Kwa hiyo kuna watu wanakuangalia kwenye vile vitu ambavyo huvifahamu, wanakuseti alafu wanapita na wewe, yani wanakutapeli, tena wanakuandikia kabisa. Ukishaona kwamba kuna utapeli kabisa, unaandikiwa ili unakuwa una breakdown ya kwamba unaweka kiasi hiki, mwisho unakuja kutoa kiasi hiki. Sasa hivi pia kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja. Ndio maisha yanabadilika. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja. Kuna vitu umesikia kuhusiana na cryptocurrency, kuna vitu vya forex ambavyo umevisikia. Yani ni vitu vingi ambavyo vimetokana na mabadiliko ya teknolojia. Sasa hivi vitu si kwamba ni vibaya, hapana. Ila kwa sababu ya ugeni, navyo kuna watu watafanya nini? Watapigwa. Kwa hiyo kuna muda ukikaa na wadau, mnakaa jioni kama hii, mnapiga tu story, wewe unauelewa wa kitu kama hiko. Watu uliokaa nao kama kiangalia uone kama unaweza kawa na uelewa wa hicho kitu, unaanzisha tu mada. Hivi umesikia mambo yananilia ya electronic coin? Au mfano hizi Bitcoin au coin hizo tofauti ambazo zipo coin za mitandaoni, au ushasikia chochote kuhusiana na issue ya forex? Wewe umeelewa nini? Mnaongea ile mada. Sio hivyo maongezi, sisi watu wa maongezi tu ya kawaida. Kwa hiyo una knowledge yako fulani. Uzuri sasa hivi pia unaweza ukaingia mtandaoni ukatafuta taarifa zaidi pale inapohitajika. Kwa hiyo at least mtu apate elimu, japo inaweza isiwe rasmi, lakini una uwezo wa kuokoa kitu. Kwa sababu kama hivi vitu vya mitandaoni hivi vya teknolojia hivi, watu wanalia na watu wataendelea kulia. Sasa namna ya kupunguza athari, hatuwezi tukaondoa moja kwa moja, lakini namna ya kupunguza athari ndio hivyo, kushare elimu ya sisi kwa sisi, wewe na wapendwa wako, wewe na rafiki zako, wewe na jamaa zako, kwa sababu dunia ni sehemu katili sana. Usipokuwa tu makini, watu wana take advantage, watu wanaangalia ulipoacha nafasi, wanapiga mule mule. Kwa tuendelee kuenezeana elimu, tuendelee kuelimishana kwenye vitu vidogo vidogo, kwenye maongezi ya kawaida, kwa sababu kusubiri kwamba mtu aje afanye kampeni ya kueleza faida na madhara na hao mtu anaweza akatumia gepo la watu kutokuelewa kufanya ulahai, inaweza ikachukua muda au isiwepo, au labda inafanyika lakini kwa namna fulani ambayo haiwezi kumfikia kila mtu. Kwa hiyo namna nzuri tunaweza tukasema ni wewe share na wapendwa wako. Yani wewe unaweza ukahisi kitu ambacho ni kwako ni moja kwa moja, yani kwako wewe ni moja kwa moja, lakini kwa mwingine sio moja kwa moja, kwa sababu tunatofautiana mazingira yetu. Kama hivyo nilivyosema, wewe uko mjini, unajua mengi sana ya mjini. Kuna mwingine yuko shamba, anajua mengi sana ya shamba. Wewe wa mjini unaweza ukapigwa kwa hivi vitu vya shamba, na mtu wa shamba anaweza kapigwa kwa vitu vya mjini. Lakini mnapokutana mkakaa, badilishaneni mawazo. Hasa kwenye engo hiyo, kwa sababu inaweza ikaokoa vitu. Tofauti na hapo unaweza ukasikia bana, unamfahamu fulani yule jamaa bwana walikuja hapa wakamlagai mambo ya kilimo, amestaafu, maskini ya Mungu yule mzee, watu wamechukua hela zake zote, basi amefariki kwa pressure. Sasa habari kama hizo ukiwahi mapema unaweza ukapunguza madhara, japo kama ni kutokea vitu vinaweza visimalize kabisa kutokea, lakini at least vipungue, au wewe kuwalinda wale watu wa jamii yako na watu wanaokuzunguka.